الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، ثم الصلاة والسلام على رسول الله الأمين محمد بن عبد الله وآله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. miongoni mwa wepesi wa Allah subhanahu wa ta'ala kwa waja wake waumini ni wepesi wa wao kukusanya swala zilizoainishwa katika sheria pale wanapopatwa na hali inayoweza kupelekea uzito. Na moja ya hizo hali au hizo sababu zinazopelekea mtu akaruhusiwa kukusanya swala ni kupatikana kwa mvua na vile vinavyoambatana na mvua kama vile matope, upepo mkali na mambo mengine. Huu ni wepesi wa Allah subhanahu wa ta'ala kwa waja wake. Kwa hiyo hili yule anayelifanya analifanya kwa ajili ni dini, ni ruksa ya dini, na wala jambo hili halifanywi kwa ushabiki au sababu nyingine yoyote ile. Kwa hiyo hili ni jambo ambalo tunamhimidi Allah subhanahu wa ta'ala, ni miongoni mwa wepesi wake kwa waja wake. Lakini jambo hili linafungamana na hukumu mbalimbali, na hizi hukumu inatakiwa tujifunze, tuzijue, na sio kufurahia tu kukusanya swala. Kuna mambo unatakiwa ujifunze, uyafahamu, ili uweze kujua linapotokea hili wewe unaishi nalo vipi. Pana mambo mengi. Katika hayo ni mabadiliko ya adhana. Inapoadhiniwa adhana pakawa na mvua, adhana inabadilika baadhi ya matamko yake. Wala muadhini hatowaita watu akiwaambia hayya ala salah, hiya ala salah, hayya ala alfalah. Hatowaambia hivyo, kwa sababu akiwaambia hivyo mtakuja kutoka majumbani, itakuwa hamna ruksa ya kuswali huko mliko. Ndio maana yakathibiti matamko ya kuwaruhusu wale ambao hawako msikitini wasije kuswali jamaa, wabaki huko huko. Atawaambia sallu fi buyutikum, katika riwaya imekuja sallu fi rihalikum, swalini katika majumba yenu, swalini katika makazi yenu. Kwa hiyo wale waliokuwa msikitini sasa wao wako tayari wako pale. Yule ambaye yuko nyumbani akasikia hilo, yeye anabakia nyumbani anaswali na ahali zake. Hii ni moja ya hukumu ambazo zinapatikana kwa kupatikana jambo hili. Lakini katika mambo ambayo tulishawahi kuyataja hapa ni kuwa swala ya baadia, katika hiyo swala uliyokusanya, kama ni swala ambayo ina sunna ratib kama swala ya magharibi na baadia ambayo ni katika rawatib zile rakaa 12, hali kadhalika swala ya isha ina baadia katika zile rawatib. Hizi swala za baadia hazidondoki, swala za baadia hazidondoki. Kwa hiyo kukusanya swala, tofauti na watu wengi wanaofanya. Kuna watu wakimaliza kuswali kama hivi hawaswali baadia, si ya magharibi wala ya isha, kana kwamba wao ni wasafiri. Msafiri ndio ambaye baadia katika swala zake za faradhi zinadondoka isipokuwa rakaa 2 kabla ya alfajiri. Sisi ni wakazi. Kwa hiyo swala ya baadia ya magharibi utaswali, haidondoki. Swala ya baadia baada ya swala ya isha utaiswali, haidondoki. Kinachodondoka ni adhkari za swala moja. Swala ya magharibi ina adhkari ndefu kuliko adhkari za swala ya isha. Kwa hiyo utaacha adhkari za swala ya isha, utafanya adhkari za swala moja ambayo ni swala gani? Swala ya magharibi. Utaacha swala ya isha
utafanya adhkari za baada ya swala ya magharibi. Kwa ni jambo la kusikitisha ukaona watu msikiti wa sunna baada ya kumaliza kama hivi wanajikusanya nje hapo, wanaleta zogo tena msikitini. Nini? Wanasubiria mvua ishi. Kwa hiyo inakuwa wewe umekusanya swala ili upate madhambi pale nje. Wanazungumza maneno ya pumbao, vicheko vingi, na hali ya kuwa hawajaswali wao baadia, sio ya magharibi wala ya isha. Wengine hata adhkari hawajafanya, wamfanya haraka haraka, hao wameenda zao, sio wameondoka, wako hapo nje. Kwa hiyo jambo hili ni jambo linatakiwa tuliache, ni aibu, ni jambo la aibu kwa watu ambao wameelimika wakastaarabika, wamepevuka katika sunna, alafu wakawa wanafanya mambo ambayo hayalingani na wao. Kwa hiyo tulikumbuke hili na tujitahidi kujifunza dini yetu. Namuomba Allah subhanahu wa ta'ala atunyesheleze mvua yenye baraka, na hii ni fursa. Mtu anaweza kukaa msikitini akasoma Qur'ani kama hakusoma. Mtu anaweza kumuomba Allah dua. Ni muda huu ambao mvua inashuka, na nyinyi mnafahamu khairi zinazopatikana wakati mvua inashuka. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasuli Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.